Enda kusoma kitabu ni cha Mathayo sura ile ya kwanza na mstari ule wa 20 hadi wa 21 unasema, basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana akamtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu, naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hili ni neno la Mungu ambalo linathibitisha ya kwamba uweza ulioko ndani ya Kristo Yesu. Ngoja nikwambie ndugu yangu, tangu mwanadamu wa kwanza ambao waliumbwa na Mungu wakawekwa katika Edeni, Mungu aliwaumba wakiwa wakamilifu na wakiwa ni watakatifu. Lakini katika bustani ile Mungu aliwapa kanuni, aliwapa sheria, akawapa taratibu. Kama vile nchi yetu ya Tanzania kuna sheria ambazo ziko unatakiwa uzifuate, ndipo utakapokuwa katika njia sahihi kutokana na taifa letu. Vivyo hivyo hata watu hawa wawili ambao alikuwa ni wanadamu wa kwanza kuumbwa, alikuwa ni Adamu akiwa na Hawa. Mungu alipomuumba mwanadamu alimuumba kwa upendo, alimuumba kwa kumthamini, akamuumba tofauti na viumbe wengine wote na vitu vyote alivyovifanya. Na baada ya hapo tunauona upendo wa Mungu kwa mwanadamu, akamweka atawale vitu vyote. Ndio maana sisi wanadamu tuna akili, tuna utashi, yani ile hali ya kuweza kuchukua maamuzi, na ni mwanadamu pekee aliyeumbwa na Mungu, kiumbe hiki chenye uwezo wa kuumba vitu vingine. Ndio maana kuna magari, ndio maana umevaa mavazi, ndio maana unaishi kwenye nyumba. Hiyo akili iliyomo ndani ya kuvumbua mambo, wamevumbua speaker, ni akili ambayo Mungu alimwekea mwanadamu. Sasa kwa nini alimwekea? Alimwekea kwa sababu anampenda. Alimuumba ili asiteseke, alimuumba ili asipate shida. Tatizo ni moja, mwanadamu hawa walipokuwa kwenye Edeni, Mungu aliwapa kanuni ya kwamba fanyeni hivi nanyi mtakuwa salama. Lakini msipofanya hivi, hakika yake hamtakuwa salama. Na pendo la Mungu haikuishia hapo. Nahitaji nikwambie, Mungu alikuwa akiwatembelea watu hawa mida ya saa za jioni, anaenda kuangalia. Ilikuwa ni desturi yake. Walikuwa na ushirika, walikuwa na ushirikiano wa pamoja, kwa sababu wewe mama unayenitazama, Mungu amekuumba ili kusudi uwe na ushirika naye, ili kusudi umfanyie ibada. Lakini tunaona hawa wawili wa kwanza walishindwa kutii ule utaratibu ambao Mungu ameuweka, wakatenda dhambi. Na dhambi ni nini? Dhambi ni chochote unachokitenda au unachokiwaza au unachokiongea kinyume na neno la Mungu. Hata wawili hawa waliwekwa bustanini, lakini Mungu aliwapa neno ya kwamba hiki msikifanye. Walivyoenda tofauti, hapo ndipo uasi ulipoingia ndani ya moyo wa mwanadamu. Upendo wa Mungu haukuishia hapo. Nahitaji nikwambie wewe mkazi wa Mavovo, nahitaji nikwambie wewe mama wa Mavovo ya kwamba Yesu anakuthamini. Mwambie jirani yako kwanza, Yesu anakuthamini. Yesu anakuthamini. Baada ya kuwa hawa wametenda dhambi, sikia, nisikilize kwa makini, kwa sababu liko jambo Mungu anataka afanye ndani ya moyo wako. Usisikilize stori za jirani yako, nisikilize vizuri. Baada ya kuwa wametenda dhambi, neno la Mungu linasema ya kwamba walitengwa na Mungu. Ule ushirika na ule uhusiano waliokuwa nao uliondoka. Tunaliona pendo la Mungu, akasema hapana, mwanadamu huyu
huyu nilimuumba ili kusudi anifanyie ibada, na sikumuumba ili awe milki wa shetani, na sikumuumba ili kusudi ateseke. Neno la Mungu linasema akaandaa mpango mkakati wa kumrejesha tena huyu mwanadamu, amrejeshe kwake, kwenye ufalme wake, kwenye utawala wake, awe milki yake. Neno la Mungu linasema kwa sababu wote wametenda dhambi na kupungukiwa na ule utukufu wa Mungu, ule utukufu ambao Mungu alimwambia mwanadamu ulikuwa hakuna, na hakuna duniani mtu ambaye angeweza kuwaokoa wanadamu, kwa sababu Mungu aliyetuumba ni Mungu mtakatifu, hafungamani na kitu kichafu. Na ili kusudi ukombozi utokee au msamaha utokee, lazima damu imwagike. Ndio tumesoma neno la Mungu linasema ya kwamba atazaa mwana Mariamu, ataitwa jina lake Yesu, naye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Na Yesu alipokuja hapa duniani, neno la Mungu linasema ya kwamba alifufua watu, aliponya watu, aliwaambia watu umesamehewa dhambi zako, inuka na uende. Aliishi maisha matakatifu yasiyokuwa na dhambi. Mimi na wewe tumezaliwa kwa mapenzi ya baba na mama, lakini huyu Yesu naye kueleza habari zake, alizaliwa kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Ni Yesu pekee aliyezaliwa na mwanamke pasipokuwa na baba. Hata wanasayansi wakikaa kuangalia wanakwambia iwezekane mwanadamu akazaliwa na mama tu, na mimba ikaingia miezi 9 akazaliwa simba wa kabila la Yuda, aliyetuletea ukombozi, aliyetuletea wokovu, aliyetukomboa kutoka katika sheria dhambi na mauti, tukaingizwa kwenye pendo la mwana wa Mungu. Na neno la Mungu linasema hakuna njia nyingine utakayopokea msamaha ila ni njia ya Yesu. Tena Yesu akasema ya kwamba mimi ndimi njia ya kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Nahitaji nikwambie hakuna njia nyingine, bado hujachelewa. Njia ziko mbili, moja ni nyembamba, la nyingine ni pana. Hii iliyokuwa pana inaenda upotevuni, lakini iliyokuwa nyembamba inaenda uzimani, na wanayoona ni wachache. Na katika wachache, na wewe mama umo, na wewe baba umo, changamka. Yesu anakupenda, haijalishi umekataliwa. Unaweza ukawa unaona mbona mimi nimekataliwa, mbona mimi ni masikini, umepoteza tumaini, umekosa mwelekeo, kila unachofanya kiende, biashara ziende, wanaume wanakukataa, wanawake wanakukataa, umekuwa ni kituko kwa jamii ya kuzunguka. Neno la Mungu linasema mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu, lakini mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Nahitaji nikwambie, ili kusudi mwanadamu aweze kubadilishwa, lazima moyo ubadilike. Ndipo Yesu alikuja kushughulikia moyo. Yesu alikuja kushughulikia moyo. Unaweza ukawa unahangaika na ndugu yako ndani, mnamuona hafai, mnamuona sio kitu, mnamuona haeleweki. Nahitaji nikutie moyo mama, nahitaji nikutie moyo baba, bado hujachelewa. Ndio maana Yesu ametutuma mahali hapa ili abadilishe maisha yako. Wewe uliyetasa, wewe uliyekataliwa, wewe uliyeteswa, wewe uliyelaaniwa, wewe
unayechezewa usiku wa ulali. Neno la Mungu linasema kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili kusudi azivunje zile kazi za ibilisi. Yesu anaweza, wala usiogope. Tunapolitaja jina lake, kuzimu inatikisika, mapepo yanakimbia, wachawi wanaogopa kwa sababu wanamjua. Wewe unaweza usinielewe, lakini hata mapepo, nahitaji nikwambie, Yesu alipokuwa duniani, alipokuwa katika mwili, mapepo yalisalenda kwake, na yakapiga kelele, tuna nini nawe, ewe mwana wa Mungu uliye juu? Ayayayaya, hakuna mwingine aliye kama Yesu, hakuna anayeweza aliye kama Yesu. Nahitaji nikwambie, umekataliwa, hebu njoo kwa Yesu. Fungua moyo wako, kwa sababu hauwezi ukawa salama kama una Yesu. Maisha tulionayo ni ya kitambo kidogo sana. Ndugu yangu, hii dunia inapita. Jaribu kutafakari ya kwamba ni watu wangapi uliowapenda sana, kwenye moyo wako waliuchukua moyo wako, lakini leo hatunao tena. Ni majirani wangapi ambao umeenda kuwazika. Wewe ni nani? Nahitaji nikwambie, wewe ni wa thamani. Wewe ni wa thamani. Mungu anasema na wewe ni wa thamani. Hakukuumba kwenye dunia ili uje kudanga. Hakukuumba kwenye dunia ili uje kuwa milki ya shetani, milki ya ibilisi, bali alikuumba ili uishi maisha ya utaua, maisha ya utakatifu, uwe na ushirika na yeye, uwe na uhusiano na yeye, na kisha umfanyie ibada. Usije ukafikiri kwa kutenda mema utaingia kwenye uzima. Ndugu yangu, kadiri uovu unavyoongezeka, ndivyo ambavyo huyu Yesu unayesikia habari zake, siku na saa usiyojua atarudi kulinyakua kanisa. Neno la Mungu linasema kama ilivyokuwa nyakati za Sodoma na Gomora, ndivyo itakavyokuwa katika siku hizi. Lakini tambua, Mungu hakuandaa ule moto wa jehanamu ili amwangamize mwanadamu. No. Hapana, ule moto ulioandaliwa ni kwa ajili wa ibilisi na malaika zake waliomwasi Mungu. Lakini wewe, Mungu amekuandalia makao mazuri utakapomwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Utaingizwa katika wana wa Mungu, katika ufalme na pendo la Mungu wa juu aliye hai. Haijalishi umeteswa. Neno la Mungu linasema ya kwamba sikuja kwa ajili ya wenye haki, bali nilikuja kwa ajili ya wenye dhambi. Na neno la Mungu linasema wenye afya hawahitaji tabibu, ila wale waliokuwa wagonjwa. Maana yake ni kwamba aliyekuwa mzima haendi hospitali, ila aliye mgonjwa ataenda kumtafuta tabibu. Ndivyo ambavyo tulivyo leo. Tunamhitaji tabibu Yesu, ambaye atatibu maisha yetu, ambaye atatengeneza maisha yetu, na sio hapa tu, hata na baadaye katika uzima wa milele. Maana yeye amesema ya kwamba naenda kuandalia makao, ili kusudi nilipo mimi na ninyi pia muwepo. Sasa changamka, fanya uamuzi mapema. Wakati ule Yesu anaenda kwa wale watoza ushuru, Mafarisayo wakanung'unika, kwa nini anaenda kukaa na wenye dhambi? Ina maana yake ni nini? Mafarisayo hawa walimtazama Yesu, wakatazama na watoza ushuru, wakaona ya kwamba watoza ushuru ni wenye dhambi na huyu Yesu ni mwenye haki. Hivyo basi hatakiwi
alichangamana na Hawa, kwa wakawa wanampima, wanamwangalia ya kwamba ataenda. Alipoenda wakanung'unika, lakini Yesu akasema, nalikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Ni sisi wanadamu tunapokea uzima bure. Wewe umekataliwa, Yesu amekuja kwa ajili yako. Unaonekana ni kahaba, kijiji kizima umeenea sifa ya umalaya. Nahitaji nikwambie, wewe ni mteule wa Mungu. Namna ambavyo Mungu anakutazama, anakutazama kama chombo kiteule, kama chombo chenye maana, kama chombo chenye faida. Hakutazami kama vile ambavyo wanadamu wanakutazama. Mungu atazami kama mwanadamu anavyotazama. Hata mimi niliyesimama mbele yako, wakati bado sijampa Yesu maisha yangu, niliishi maisha ya dhambi. Niliishi maisha ya dhambi, wala sio kwamba nalikuwa mtakatifu. Na ndio maana na urembo wangu huo niliamua kuingia kwa Yesu. Yani mapisi kali wote wako kwa Yesu, walembo wote wako kwa Yesu, vijana wenye six pack wanakimilia kwa Yesu. Yesu alipoyaokoa maisha yangu, niliona kana kwamba nilikuwa wapi, nimechelewa wapi. Kwa nini nilichelewa? Ndio maana sioni haya kusema ya kwamba Yesu anaweza, Yesu anaokoa, Yesu anasamehe, Yesu anatosha. Na Yesu alikuja kwa ajili yako wewe uliyekataliwa. Hata na mimi nililaniwa. Nilitamkiwa maneno magumu sana. Ngoja niongee kidogo na wanawake. Wanawake mpo? Tuko pamoja? Hebu nipungie mkono namna hii. Ngoja niongee na wamama kidogo, dakika 5 tu. Ngoja niongee na wamama. Unaweza ukawa na mtoto ni mvuta bangi, mwingine labda akawa ni kahaba. Una watoto waliokataliwa, walioshindikana, wakapigwa, lakini hawaeleweki. Umejaribu kupiga vipigo vya kila aina, lakini hawaeleweki. Nahitaji nikwambie, huyo unayemuona leo haeleweki. Kimbilia kwa Yesu, kwa sababu ulibeba miezi 9 ukajifungua salama. Mungu akakupa mwana. Hakukupa mwana ili akataliwe na dunia. Hiyo ni kazi ya Ibilisi. Hata na mimi niliyesimama nilikataliwa, nikaambiwa ya kwamba hautaolewa, na hata ukiolewa wewe, yani wewe, nadhani tunawatambua wale wasema wewe, yani hili toto halitaolewa, yani hili toto halitazaa, hata likiolewa halitazaa, na hata likizaa halitakaa kwenye ndoa. Wamama mpo? Mtoto wako anapotamkiwa maneno kama hayo unajisikiaje? Unasikia utamu Unasikia utamu au vibaya? Sasa kama unasikia vibaya, umejiandaje kwa huyo mtoto wako? Unakusudia nini? Unawaza nini? Nina bibi yangu mmoja alikuwa akikaa kuomba, ananitazama, ananiombea, analia, mimi namcheka, nasema wewe bibi, embu acha uzee, unaomba nini? Embu nipishe. Napita naondoka, nimevaa kipedo, nimepiga raba, nimepiga kepu, natembea kuna kule, najiona mimi ni mimi. Bibi yangu alichofanya, kwa sababu yuko ndani ya Yesu, alipiga magoti akasema, Yesu okoa kizazi changu. Akasema, Baba okoa uzao wangu. Nahitaji nikwambie wewe mama ambaye huenda unaona hawa watoto wadogo kama kwamba hawana kitu, wako salama. Namna ambavyo shetani anatazama kizazi chako, ni heri ungekimbilia kwa Yesu, ni heri ungekuja
kwa Yesu. Shetani anatafuta uzao wetu wanawake ili auangamize, kwa sababu anajua watoto wetu wamebeba nini. Na kushauri mama, na kushauri baba, hebu njoo kwa Yesu, hebu njoo kwa Yesu. Bado hujachelewa, bado hujachelewa. Kimbilia kwa Yesu, kimbilia kwa Yesu, uponye kizazi chako. Kimbilia kwa Yesu. Yesu akatai mtu, Yesu abagui mtu. Wanadamu wanaweza kukutenga, wanadamu wanaweza kukulani, lakini Yesu halaani mtu. Anawahitaji vilivyo vinyonge, anataka vilivyokataliwa ili aviheshimishe. Haleluya. Asi sasa ninawaomba, hebu njoni hapa, njoni hapa, njoni hapa ili tuweze kwenda kuomba. Njoni hapa, ninawakaribisha kwa upendo wanawake wenzangu. Njoni hapa tuombee kizazi chetu. Njoni hapa tuombee kizazi chetu. Wahudumu tafadhali, naomba muwaweke watoto vizuri. Wababa na nyinyi vijana, tunafanya maombi hapa. Ninawaomba, ninawaita kwa upendo wa Kristo, wala msiogope. Njoni hapa, njoni hapa, pangeni mstari hapa, tumuombe Baba, maana hatuko salama. Tunamhitaji Kristo kwenye maisha yetu, tunamhitaji Mungu. Dunia na vyote vilivyomo iko siku vitatoweka, pasipo Yesu hatuwezi. Naomba tupange mstari mahali hapa, naomba tupange mstari mahali hapa, ili kusudi tumuite Mungu aliyeziumba mbingu na nchi aende kukutana na maisha yetu. Mabinti, sogeni hapa, wala msione haya. Dada yangu mrembo, nakuita, njoo tuombe pamoja, wala usione aibu. Ni jambo jema tu. Haleluya. Mahali ulipo, bado nakungojea wewe kijana, na wangojea. Yesu anakusubiri, Yesu anakusubiri. Waliyekuja mahali hapa, naomba funika macho yako, funika macho yako, wala usiogope. Kuwa na amani. Naomba wale ambao wanasema ya kwamba ninamhitaji Yesu aingie ndani ya moyo wangu, iko tayari sasa Yesu ayatawale maisha yangu. Inua mkono wako juu, inua mkono wako juu. Wahudumu, tunaona watu walioinua mikono yao juu. Naomba tuwatazame vizuri, taweka mikono juu yao. Omba nami maneno haya. Sema, Bwana Yesu, ninakuja kwako. Ninaomba unipokee. Kuanzia leo ninatubu dhambi zangu zote nilizozitenda. Kuanzia leo namkataa shetani na kazi zake zote. Amina. Naomba tuweke mikono juu yao. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai, asante Bwana Yesu, kwa sababu wewe ulimjua mama huyu, ulimjua dada huyu, ulimjua mtoto huyu, ulimjua kabla ya kuzaliwa kwake. Ninakutukuza kwa ajili yake. Asante kwa sababu ni miongoni mwa wale uliowachagua na kuwapa neema ya wokovu. Nami nawainua mbele zako leo, nawainua mbele zako Bwana. Kila kilichokuwa kiovu, kila pando usilopanda, likapate kuachia, likapate kuachia, likapate kuachia. Enyi mapepo, enyi majini, vifungo vyote, vifungo vya kila namna vilivyokamata maisha yao, vipate kuachia, vipate kuachia kwa damu ya mwana kondoo. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Vifungo vyote, vifungo
vifungo vyote, vifungo vyote, vifungo vyote, vifungo vya majini, vifungo vya mizimu, vifungo vya mizimu vikaachie. Toka kwa jina la Yesu. Toka mahali ulipo, toka ulipojificha, toka ulipokaa, toka kwa jina la Yesu. Hauna makao, hauna makao, hauna makao, hauna makao. Madhabahu zako zinaharibiwa, madhabahu zako zinaharibiwa. Aliposema imekwisha, magonjwa yamekwisha, kuonewa kumekwisha, vifungo vimekwisha, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Kila vifungo walivyofunga, walipokufunga, walipokushika, toweka kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Kazi za adui, mikakati ya adui, tunapasua kila madhabahu za kiganga, madhabahu za kichawi, madhabahu za kishirikina. Moto, 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 majini yote toka, 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 vifungo vyote toka. Walipofunga biashara, biashara iliyokamatwa, biashara iliyokamatwa, biashara iliyofungwa, biashara iliyoshikiliwa, ndoa iliyokamatwa, ndoa iliyokamatwa katika ulimwengu wa roho, tunaifungua, tunafungua. Walipofunga familia, walipofunga maisha, tunafungua, tunafungua. Kila utumwa ulipofungwa, tunafungua, tunafungua kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Kila uchawi, kila uganga, toka, 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 toka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, wa Nazareti aliye hai. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu. Sogeni hapa niwaombe. Anayetaka maombi pangeni mstari. Katika jina la Yesu wa Nazareti uliye hai, kwa neema yako Bwana, kwa mkono wako Baba, naweka mtoto huyu mikononi mwako.